kodi za majengo. Mnaita kodi za majengo na kodi za ardhi, au si ndio? Hailipwi. Na sisi tumenyamaza kwamba atadai mzee Ukumi ndiye atakayekuwa na wajibu wa kukusanya. Tumenyamaza kwamba TRA ndiye atakayekuwa na wajibu wa kukusanya. Sasa kinachotokea ni nini kwenye eneo hili? Moja, kumekuwa kuna kufoji ukubwa wa maeneo katika system ambao hauendani na ukubwa wa maeneo kwenye ground. Kumekuwa kuna udanganyifu. Kama eneo lina square meter za mraba let's say 40,000, kwenye system linaandikwa lina ukubwa wa square meter 5,000. Sasa likiandikwa square meter 5,000, kinachotokea ni nini? Watu wa ardhi mpo hapo, kodi huwezi kupata kubwa inayolingana na ukubwa wa eneo. Kwa nini nimewaita watu wa usalama pia na watu TAKUKURU mkachukue maeneo kwa sample kwenye halmashauri zenu? Watu wa mpango miji na watu wa ardhi mpo hapo, mkachukue maeneo kwa sample ambayo sisi tumekwisha letewa mavitabu kutoka kwenye kila halmashauri, na tumesema tusije nayo hapa mpaka nyie tuone mmechukua sample gani, alafu muangalie katika sample mlizochukua, je, kuna yenye mashaka ama hakuna yenye mashaka. Na mtakapogundua kwamba kuna ipo yenye mashaka, basi hatua za kinidhamu na za kisheria kwa kusaidiana na watu wa usalama na watu wa TAKUKURU na watu na wanasheria zichukuliwe haraka, kwa sababu huo ni uhujumu uchumi. Unapokuta eneo lako lina ukubwa wa square meter za mraba labda 3,000, alafu kule umeandika na square meter za mraba 700, maana ni kwamba kuna watumishi wetu wanaojua mitandao wamenyonga huku, alafu ili mtu aendelee kulipa kapesa kadogo. Kwa hiyo hilo limetokea kwa sababu watu wa kwenye halmashauri tumejivuta kwamba sisi hatuhusiki na ukusanyaji wa mapato ya ardhi, ukusanyaji wa mapato ya majengo. Lakini ni connection na hilo, kodi hizi za majengo, sisi mkoa wetu wa Mbeya katika majiji sisi ni wa mwisho. Katika majiji sisi ni wa mwisho kwa takwimu na kwa data zilizopo mpaka leo, kwamba hatujakusanya kodi ya majengo. Na kodi za majengo ni shilingi 10,000 tu, si ndio? Kuanzia kwenye magorofa ndio kinaanza kitu kingine. Naombeni mkakati ndani ya wiki hili, mnafanyaje nyumba kwa nyumba ili kodi hiyo iweze kulipwa haraka, na ikiwezekana kabla ya tarehe 30 mwezi huu. Nataka nione angalau kumekuwa kuna mabadiliko ya watu waliokwisha lipa wenyewe kwa hiari kodi kubwa tu. Bwana, tumekuja hapa, leta 10,000 tukukatie risiti yako. Tumekuja hapa bwana, peleka pale 10,000 haraka sana. Vinginevyo mkiona mmefanya hivyo kwa nguvu, mtaniambia na mtawaambia kwa wilaya, peleka hata koskazi kidogo, kitikisa hata watu 3 wachache by sampling, ili angalau mkoa wetu uhame kwenye umwisho, uwe ni miongoni mwa mikoa iliyofanya vizuri katika ukusanyaji wa kodi za majengo. Lakini kodi ya majengo hii iendane na taaluma. Toeni matangazo kwamba imepunguzwa kutoka wapi ilipokuwa na sasa inalipwaje. Je, kama kwenye kiwanja kimoja una nyumba 10, je, unalipia kwa kiwanja au unalipa kwa nyumba? Nafikiri Kiswahili sahihi ni unalipa kwa kiwanja, si ndio jamani? Kwa hiyo hata kama una nyumba 30 kwenye kiwanja chako kimoja, labda kiwanja plot namba 7 sijui namba, hiyo yote ni shilingi 10,000 unless otherwise kuna magorofa. Sasa Kiswahili cha magorofa hapo ndio bado mimi sijakielewa vizuri, kwamba ni gorofa kila inayoanza kuwa ni gorofa ya juu ni shilingi 50,000, na kwa mantiki hiyo kama kuna magorofa 4 kwenye nyumba moja, kwa kila gorofa litachajiwa au la, mtaendelea kufanua nyinyi kitaaluma kwamba kuna gorofa 4 kwenye kiwanja kimoja. Hii gorofa ya kwanza ina floor 6, gorofa ya pili ina floor 8, gorofa ya tatu ina floor 6, gorofa nyingine ina floor 5. Je, pale napo ni kiwanja kimoja na unapiga gorofa moja kwa ipi, au ni gorofa zote zinapigiwa kwa pamoja? Kwa hiyo hii Kiswahili pia mkakifafanue, kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi ukienda pale Mkuru
utakuta kuna Mkuru ile hoteli ina kagorofa kamoja, lakini na Mkuru nyingine anaijenga yenye magorofa mengi. Inawezekana kabla ikawa kwenye kiwanja kimoja au la. Si ndio jamani? Kwa hivyo Kiswahili wa namna hii pia TRA katusaidie kufafanua ili watu waweze kulipa kodi hizi kwa hiari. Na nimesema hili swala la kufoji ndilo swala nyeti sana, ambalo ni disaster. Nimeangalia kwa mfano Mbeya jiji peke yake, viwanja ambavyo nimeviangalia peke yake na kuvihakikisha kwenye grounds viko zaidi ya 9, na sikutaka kwenda mbali zaidi. Pale Rungwe viwanja ambavyo tumevihakikisha ambavyo tukutaka kwenda zaidi viko 4, fanya biashara wakubwa tu. Ukienda Kiela viko kama 3. Sasa hivi tunaendelea na Mbarali kwa sababu kumefojiwa mashamba na vitu vingine vya namna hiyo. By sample ili tuone je hicho kitu kipo ama hakipo. Kwa tumekwisha jiridhisha kwamba kipo. Sasa nani kafanya? Na je huko kwenye halmashauri zetu kukoje? Hayo ndio nataka nyinyi wenzetu mkayashughulikie. Na mtupatie huo mrejesho. Tuone kwamba hali hiyo ikoje. Kwa hiyo mkitusaidia kutupatia mrejesho itatusaidia sana. Lakini fanyeni kazi as a team. Fanyeni kazi kwa pamoja. Msifanye kazi kwamba huyu rasi ananiingilia mimi, huyu dasi ananiingilia mimi, huyu meneja TRA ananiingilia mimi. Rais Magufuli sasa hivi amekwisha sema, nimekuteua wewe kuwa mkuu wa mkoa, maana yake wewe ndio alfa na omega huko huko. Nikikuta kitu akiendelei huko, maana yake ni kwamba wala sina haja kwenda kumfukuza afisa, wala sina haja kwenda kumfukuza mtu mwingine. Lakini pia watu wa TRA mmekwisha ona sasa hivi yeye mwenyewe anapangua na kupanga. Kwa hiyo inabidi tuwe na macho ya haraka kabisa. Nadhani hata Tunduma hapa amepangua, si ndio? Si ndio jamani? Ikiwa ni pamoja na kumpandisha cheo aliyekuwa commissioner general wa TRA. Amempandisha cheo. Maana yake kutoka kwenye commissioner general kuwa ras, cheo kimepanda. Cheo kimepanda sana. Kwa sababu mara ya kwanza alikuwa chini ya naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha. Si ndio jamani? Naibu katibu mkuu. Na yule commissioner general nani alikuwa mkuu wa kiprotocol? Si naibu katibu mkuu, si ndio? Sasa naibu katibu mkuu na rasi kiprotocol inakaeje? Rasi ni mkubwa. Kwa kimepanda cheo. Kwa pia amepata bahati hiyo ya rais kupandisha cheo kwenye sekta hiyo. Je, upandishwaji huo tunaupokeaje? Mtakumbuka alifanya marekebisho ya commissioner of domestic revenue wakati fulani, ameendelea kulalamika, kafanya tena marekebisho mengine, kaendelea tena kulalamika. Kwa hiyo manake atakuja huku kwetu sasa na kusema huyu wa wilayani huyu hatoshi. Sasa akifika kwenye hatua ya wilayani hatoshi, manake hata wewe rasi na mimi rasi sasa tukimbie kabisa, maana hatutoshi. Si mnaelewa ndugu zangu? Kwa hiyo mameneja mmebeba dhamana kubwa sana, na mjue kabisa kwamba Rais Magufuli anatumia taaluma yake sana kupata taarifa. Yaani atakana anawasiliana na mtu anayeendesha baisikeli. Mwingine anakuja tu pale, tena wengine wanatumwa kwenye maofisi yetu. Anakaa tu pale vizuri tu. Wala anamuulizia rasi. Hebu nenda huko bwana. Kuna mtumishi wangu aliwahi kujibu hivyo. Mpaka mzee mwenyewe akaniambia, bwana, kwenye ofisi yako hiyo, hebu ondoa fulani ondoa, kwa sababu wanakusabotage. Nikasema nini? Wanamwajibu ovyo watu. Wamemjibu ovyo mtu huyu. Nikabidi asubuhi nimuite yule mzee. Bwana eti kweli bwana, ndio nilikuja hapa jana. Anasema niliamua tu niwe namsalimia rais, huwa namsalimia. Mwangalia yule mzee. Nikawa natamani asiwepo kabisa pale mahali.
Je, wazee hao kwetu wapo ama hawapo? Kwa hiyo ukifanya kazi kwa hypocrisy, hao wazee utakutana nao na watakuzuru. Lakini ukifanya kazi, kwani kuna shida gani? Jamani, mnisubiri sasa hivi na kwenda kula. Na ni kweli njaa inauma, inabidi ukale, si ndio? Jamani, nakuja saa 8 kamili. Saa 8 kamili umefika. Jamani, muda huu mwisho tutaendelea kesho. Si inawezekana jamani? Sasa wewe kutoka asubuhi